Hello, mambo vipi mwana sawa sawa digital, habari kiganjani mwako. Bana, leo niko na story ambayo inasikitisha sana kwa wale baadhi ya watu ambao wanapenda movie au wafuatiliaji movie zaidi. Unajua katika haya maisha kila mtu anakuwa ana kitu ambacho akikifanya ana enjoy. Kuna mwingine akienda club ana enjoy, mwingine akienda beach nini ana enjoy, lakini kuna mwingine akipoa tu nyumbani akiangalia movie ndicho kitu ambacho kinamfanya siku yake iweze kwenda sawa. Sasa niko na story ambayo inasikitisha kuhusiana na moja kati ya waigizaji wakubwa kabisa kutokea nchini Marekani ambaye anafahamika kwa jina la Val Kilmer, ambaye anajulikana kwa kucheza movie tofauti tofauti ambazo pia watu wengi waliweza kuzipenda zaidi, ikiwepo Iceman, lakini pia Top Gun, pamoja na Batman, bonge moja la movie ambalo hata mimi kipindi hicho nilikuwa naliangalia sana. Katika Batman Forever ameweza kucheza mle, ni vizuri sana, kila mmoja ameweza kuvutiwa na uigizaji wake, lakini sio movie moja tu ambayo ameweza kuzicheza na watu wengi wakaweza kuvutiwa. Lakini kwa masikitiko makubwa zaidi ameweza kufariki dunia, na ameweza kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 65, na hii ni kutokana na ugonjwa wa pneumonia ambapo amefia huko nchini Marekani, Los Angeles. Sasa Kilmer alikuwa akipambana na saratani ya koo tangu mwaka 2014 na alifanyiwa matibabu makubwa zaidi pamoja na chemotherapy, mionzi na tracheostomy ambayo iliweza kubadilisha sauti yake milele. Alizungumza kuhusu uzoefu wake na saratani katika filamu ya Val kwenye Amazon Prime ambapo aliweza kutumia kifaa cha sauti. Sasa kifaa hicho ambacho kiliweza kumsaidia yeye kinafahamika kwa jina la Voice Box, ambacho kiliweza kumsaidia katika documentary ya Val ambayo aliweza kuifanya kwenye Amazon Prime. Lakini pia licha ya changamoto kubwa za kiafya, aliweza kuendelea kuwa hai katika kazi yake ya maisha ya umma. So tunaona kabisa kwamba moja kati ya vitu ambavyo pia ameacha kwa watu wengi ni swala zima la umahiri wake, lakini pia ujuzi wake mkubwa katika swala zima la uigizaji movie. Unajua kuna wengine wanaigiza movie for passion, mwingine anaigiza movie kama ni kipaji, mwingine anaigiza movie kutokana na kuingiza tu pesa, biashara. Lakini Kilmer alikuwa yeye ni katika nyanja zote, watu wanaenjoy, watu wanafurahi, watu wamekuwa ni role models wa watu wengi sana ambao pia wameweza kumwangalia katika uigizaji wake wa movie. So miaka 65 imeweza kumtosha kuweza kuonyesha ujuzi wake hasa kwenye kiwanda cha filamu kutokea huko nchini Marekani. Hii ni sawa sawa digital, tunakwambia habari kiganjani mwako. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa sababu kila kitu hakitoweza kukupita.